Mheshimiwa Spika, naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi pamoja na waheshimiwa wabunge wote waliochangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Afya kwa kuzungumza na kwa maandishi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Wizara na sekta ya afya, tumepokea maoni, tumepokea ushauri na tumepokea hoja zenu waheshimiwa wabunge kwa unyenyekevu mkubwa na kwa dhamira ya utekelezaji. Mheshimiwa Spika, michango iliyotolewa hapa ni michango takriban ya wabunge 59. Lakini nimeshuhudia namna ambavyo kila mbunge alitamani kuzungumza kwa niaba ya wananchi wake. Kila mbunge. Mheshimiwa Spika, hakika wabunge wa bunge hili wamedhamiria kwa dhati kabisa kusimamia wananchi waliowaleta hapa bungeni. Nawapongeza sana waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa na kazi nzuri hii. Mheshimiwa Spika, kabla ya kutoa ufafanuzi wa hoja za kamati ya kudumu ya afya na masuala ya ukimwi pamoja na hoja za waheshimiwa wabunge, napenda niwatambue waheshimiwa wote waliochangia, wabunge 59 waliochangia hotuba yangu, na kati ya wabunge hao waheshimiwa wabunge 50 wamechangia kwa kuzungumza na waheshimiwa wabunge 4 wamechangia kwa maandishi, akiwemo Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga. Na nimthibitishie kwamba kwa hoja alizozitoa, Wizara ya Afya itashirikiana na Wizara ya Ujenzi ili kusudi tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukatengeneza njia nyingine ya kuunganisha kutoka pale daraja la Jangwani ya Muhimbili. Tumepokea hoja hii Mheshimiwa Spika kwa mikono miwili kabisa. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge waliochangia hoja za wizara wamewasilisha maoni, lakini wamewasilisha ushauri na hoja zilizojikita katika maeneo makubwa 9. Eneo la bima ya afya kwa wote, wabunge zaidi ya 16 wamechangia kuhusu bima ya afya kwa wote, wakiwa na wawakilishi wa wananchi wanatoka. Lakini ipo miundombinu ya kutolea huduma za afya, wabunge zaidi ya 38 wamezungumzia kuhusu miundombinu, kuhusu ujenzi wa hospitali, lakini wapo waliopongeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kipindi hiki cha rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi ndani ya serikali tunatambua kwamba Daktari Samia atakumbukwa, na huu ndio ukweli. Inawezekana, Mheshimiwa Spika, inawezekana wapo Watanzania wasiotamani kusikia maneno haya, lakini tunawaambia ukweli. Toka taifa hili lipate uhuru, vituo vya serikali, vituo vya afya vilikuwa ni 7,000 tu vya serikali. Lakini Daktari Samia katika kipindi cha miaka 4 amejenga vituo vya afya 3,530. Miaka minne ya uongozi wake. Na maono haya, Mheshimiwa Spika, tunakiri kabisa kwamba dhamira ya baba wa taifa katika ndoto dhidi ya ujinga, umaskini na maradhi, kama baba wa taifa angelikuwa hai leo, yeye mwenyewe angelikuwa ni shuhuda wa kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Spika, nchi hii ni nchi inayobeba misingi ya ujamaa, na huo ndio ukweli. Nchi hii inabeba misingi ya ujamaa. Na Mheshimiwa Spika, tunaweza kwa namna moja au nyingine tukawa tumeoverlap au bado tuko nyuma, lakini ukweli ni kwamba taifa hili ni taifa ambalo viongozi lazima tujitoe, tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya wananchi. Lazima tujitoe. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ukiangalia takwimu, Watanzania watamkumbuka Rais Samia kwa kazi kubwa aliyofanya kwa taifa hili. Mheshimiwa Spika, tunasema nchi hii ni nchi ya kijamaa. Nchi hii ni nchi ya kusaidiana. Nchi hii ni nchi ya kutegemeana. Nchi hii imebeba misingi ambayo sisi viongozi wa kuteuliwa ni lazima tufanye kazi kwa bidii. Hakuna neno lingine. Hakuna neno lingine. Tunapofanya kazi kwa bidii, tukakusanya kodi,
itasaidia taifa letu kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine waheshimiwa wabunge wanabeba ajenda za wananchi. Wanakuja hapa bungeni wanazungumza kuhusu kero zinazowakabili wananchi. Na sisi ndani ya serikali tunaziona kabisa kero hizi zina mantiki. Na pengine tunasema tumechelewa sana kutekeleza au kwenda kuwasaidia wananchi katika maeneo ambako waheshimiwa wabunge wanatoka katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, lakini haikubaliki hata kidogo. Haiwezekani mkoa kama Shinyanga ambao kuna wadau wa maendeleo, ambao kuna wadau wa madini, leo hii tunalia kwamba tunahitaji milioni 200 ya kutengeneza chumba cha dialysis, na viongozi wa mkoa pale wapo, mganga mkuu wa mkoa pale wapo, tuna wadau wa maendeleo pale wapo, ziko benki. Tunajiuliza, wakati mwingine ni lazima tuwajibike, tuziangalie kero za wananchi kama kero zetu sisi wenyewe viongozi. Hivi kweli leo hii mkoa kama wa Shinyanga wanasubiri bajeti ya mwaka ujao wa fedha kuomba milioni 200, milioni 300 kuokoa maisha ya Watanzania ambao figo zimefeli, na pale kuna viongozi? Hii haikubaliki Mheshimiwa Spika. Ninawaambia, ninawapa mwezi mmoja watu wa Shinyanga, kwa sababu Mheshimiwa mbunge amezungumza hapa. Haikubaliki, haikubaliki hata kidogo. Nchi hii ni ya kijamaa, ni lazima tujipange, tujikusanye sisi wenyewe, tutafute Mwalimu Nyerere alikwisha sema taifa hili haliwezi kuendelea bila kushirikisha wadau wa maendeleo. Si maneno yangu, ni ya Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Spika, leo tunakaa kujadili milioni 200 kuokoa maisha ya wananchi ambao figo zimefeli, na pale kuna viongozi wa mkoa, tuna madini pale, tuna wadau wa madini tunashindwa kama mkoa hata kuitisha harambee tukawaomba wadau mabenki ambayo yamekuwa akifanya kazi ya kusaidia kujenga majengo mbalimbali. Wakati wangu viongozi wa wizara ni lazima wajipange kweli kweli. Sitakubali. Hili nalisema wazi Mheshimiwa Spika, sitakubali. Ninatoa mwezi mmoja katika maeneo haya. Wakishindwa kujipanga nitawaweka kando. Nitawaweka kando. Mganga mkuu wa mkoa wa Rufaa, yeye na timu yake. Haiwezekani Watanzania waendelee kufa tunasubiri bunge lijalo kujadili maombi ya milioni 200 ambayo hata wadau wa maendeleo tukiwaomba wanaweza kutupatia hizo fedha. Hii haikubaliki na wakati wangu siwezi kuiruhusu. Mheshimiwa Spika, nimesema hapa, nchi hii ni nchi ya kijamaa. Yako mambo ndani ya wizara yanatokea, Mheshimiwa Spika, ambayo wakati mwingine hayapo hata kwenye bajeti. Na ndio maana tumekuwa tukisisitiza sana kwa Watanzania tuwape viongozi nafasi ya kutusaidia kama taifa. Tusiwafrustrate viongozi wetu wa kitaifa. Kwa sababu kwa takwimu za Wizara ya Afya, Mheshimiwa Spika, Watanzania zaidi ya milioni 40 walifika kwenye vituo vyetu vya afya na hospitali mbalimbali nchini. Zaidi ya Watanzania milioni 40 kwa mujibu wa takwimu. Kama wewe ukwenda hospitali, yupo ndugu yako aliyokwenda hospitali. Na Watanzania, Mheshimiwa Spika, hawawezi, gharama za hospitali ni kubwa sana, hawawezi. Natoa takwimu ya haraka kabisa. Kwa mwaka huu peke yake, JKCI wametoa msamaha wa Watanzania waliokwenda pale hospitali, msamaha wenye thamani ya zaidi ya bilioni 1.9 wenye changamoto za moyo. Ni taifa gani ambalo linaweza kutoa msamaha wa aina hii? Ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika. Tujiulize, taifa lipi? Tukafanye tafiti. Ocean Road, taasisi ya kansa ambayo Mheshimiwa Devota ameizungumza hapa. Kwa mwaka huu peke yake mpaka hapa niliposimama wametoa msamaha wa zaidi ya shilingi bilioni 12. Ocean Road. Ukienda pale Moi, msamaha wa matibabu zaidi ya bilioni 7. Ukija Muhimbili, Mloganzila, msamaha wa Watanzania waliokwenda, kwa sababu hatuwezi kuwaacha Watanzania wanakufa tukasema eti walipe fedha. Haiwezekani. Na ndio maana kwenye kila kituo chetu cha afya, kwenye kila zahanati, kwenye kila hospitali zetu zote tumeweka wataalamu wa ustawi wa jamii. Huduma za afya ni gharama kubwa. Ukienda Muhimbili, Mheshimiwa Spika, naomba nikutaarifu, msamaha wa Watanzania waliosamehewa ni zaidi ya bilioni 19. Msamaha. Na hii haipo kwenye bajeti yoyote. Haipo kwenye bajeti yoyote.
Ukienda KCMC zaidi ya bilioni 6. Ukienda Benjamin Mkapa zaidi ya bilioni 4. Tunazungumzia karibu bilioni 60 mpaka 70 ya msamaha. Ndio maana tunasema viongozi wetu wanahitaji utulivu. Fedha hizi zinatoka wapi? Hazipo kwenye bajeti. Na wakati mwingine hospitali hizi zinatamani kufanya mambo makubwa, lakini itafanyaje hayo mambo makubwa? Kwa sababu Watanzania wanaingia kwenye misamaha. Haiwezekani mgonjwa yuko kitandani, yuko katika hali mbaya, ukamwacha kumhudumia na hana fedha. Tunafanyaje? Kwa hiyo niseme tu kwa uwazi, Watanzania wanahitaji kuendelea kuwaombea viongozi wetu wa kitaifa, kwa sababu misamaha hii inatoka kwao. Na mimi niendelee kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya kwa niaba ya wananchi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge 18 walizungumzia kuhusu dawa na vifaa tiba, na wabunge 12 wamezungumzia kuhusu huduma za kinga ikiwemo chanjo, mifumo ya tehama, MSD, sera ya afya na taasisi ya TMDA pamoja na TBS. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kikanda, idadi ya waheshimiwa wabunge waliochangia ni kama ifuatavyo: kanda ya kati wabunge 7, kanda ya nyanda za juu kusini wabunge 7, kanda ya ziwa wabunge 11, kanda ya kaskazini wabunge 4, kanda ya magharibi wabunge 9, kanda ya mashariki wabunge 9, kanda ya kusini wabunge 4 na Zanzibar wabunge 3. Mheshimiwa Spika, michango iliyotolewa ina ujumbe mmoja mkubwa, kwamba ujumbe wa uboreshaji wa huduma za afya. Wananchi wanataka huduma ziwe karibu, wananchi wanataka dawa, na wananchi wanataka watumishi katika maeneo mbalimbali ya vituo, hospitali, zahanati na hospitali za kanda. Ziwe na vipimo, ziwe na mifumo inayosomana, na ziweze kugharamiwa bila kuangusha kaya katika umaskini. Majibu yangu Mheshimiwa Spika yatazingatia maeneo ya bima ya afya kwa wote, dawa na MSD, tehama, miundombinu na rasilimali watu, ushirikiano wa sekta binafsi, kinga, sera, taasisi na mwongozo wa bei elekezi ya matibabu, bima ya afya kwa wote na ulinzi wa makundi maalum. Mheshimiwa Spika, serikali imepokea hoja kuhusu utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Utekelezaji wa sheria hii ulianza rasmi tarehe 26 Januari 2026 baada ya kutangazwa kuanza kutumika kwa kitita cha mafao ya huduma muhimu. Awamu ya kwanza imeanza kwa wananchi wasio na uwezo wanaogharamiwa na serikali. Hadi tarehe 16 Aprili 2026, kaya 172,297 zimefikiwa na wananchi. 463,228 wamesajiliwa katika awamu ya kwanza. Kuhusu utambuzi wa kaya zisizo na uwezo, Tanzania bara ina kaya milioni 3,917,457 zisizo na uwezo kwa mujibu wa takwimu za NBS. Hadi sasa kaya 9,228 zimetambuliwa katika mwaka 2026-2027. Serikali imekamilisha utambuzi wa kaya zilizobaki na inaendelea kuchambua vyanzo vipya vya fedha, ikiwemo kodi ya bidhaa za tumbaku, tozo kwenye bima ya vyombo vya moto na mapendekezo ya miamala yaliyotolewa na Mheshimiwa Kingu. Tutakwenda kuyafanyia kazi na tayari tumekwisha kutana na wadau hawa, na tunaamini wenzetu wa Wizara ya Fedha tutazungumza nao, tutakaa nao, na nina imani yangu kwa namna Mheshimiwa Spika, nilipokutana na wadau hawa, kama tutakwenda kutekeleza namna ambavyo Mheshimiwa Elibari Kingu alivyoshauri, basi inawezekana kabisa kama makusanyo ambayo Mheshimiwa Kingu ameshauri, na kwa namna ambavyo mimi mwenyewe nimekutana na wadau hawa, tukifanikiwa kulitekeleza hili, pengine tutamshauri Mheshimiwa Rais kwa mwakani Watanzania wasichange hata senti 5, kwa sababu tutakuwa na fedha za kutosha kuhudumia bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo hili Mheshimiwa Spika, ninaomba nikuthibitishie kwamba tumelibeba na tutakwenda kulifanyia kazi. Serikali pia imepokea hoja kuhusu huduma bila malipo kwa watoto chini ya miaka 5 na wazee wenye zaidi ya miaka 60. Sera hii inaendelea kutekelezwa ili haki iweze kuwa ni endelevu. Makundi haya yanaingizwa kwa awamu katika bima ya afya kwa wote ili huduma ipatikane kupitia mfumo unaolipika, unaofuatilika na unaodumu. Mheshimiwa Spika, kuhusu swala la bima ya afya kwa waheshimiwa wabunge, utoaji wa bima hiyo unasimamiwa kwa mujibu wa kifungu cha 24 cha sheria ya National Assembly Administration Act sura 115. Kupitia sheria hii, bunge huingia makubaliano maalum na NHIF ili kutoa huduma za bima ya afya kwa waheshimiwa wabunge na wategemezi wao kupitia zabuni.
Aidha, kwa mujibu wa sheria ya NHIF na bima ya afya kwa wote, fao la wazazi linalowahusu watumishi wa umma na sekta rasmi na binafsi hutolewa kwa utaratibu wa kuchangia 6% ya mshahara kila mwezi, 3% kutoka kwa mwajiri na 3% kutoka kwa mtumishi. Kwa msingi huo, utaratibu uliopo kwa waheshimiwa wabunge haujumuishi wazazi kama kundi la wategemezi ndani ya bima hiyo maalum. Dawa MSD, e-prescription na bei elekezi za matibabu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua hoja za waheshimiwa wabunge kuhusu dawa, vifaa tiba, Form 2C prescription zinazotumika nje ya vituo na ushiriki wa community pharmacies. Dhamira yetu ni kuhakikisha takwimu na uhalisia wa magonjwa vinakutana. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza mchakato wa kuanzisha e-prescription. Mfumo huu utamwezesha mtoa huduma kuona dawa ilipo kituoni kwa wakati halisi, kuandika dawa kwa generic name na kwa kuzingatia miongozo ya tiba. Mheshimiwa Spika, tumekuwa na changamoto. Wako baadhi ya waheshimiwa wabunge wao wamekuwa wakinifikia wakilalamika baadhi ya vituo vyao kukosa dawa. Lakini ukweli ni kwamba Mheshimiwa Spika, kumekuwa na changamoto. Baadhi ya madaktari katika baadhi ya maeneo wamekuwa wakiandika dawa kwa kutumia mifumo ya generic name. Na wakati mwingine dawa zinakuwepo kwenye vituo, lakini wanaandika dawa nyingine wakijua kabisa kwamba dawa ya kutibu ugonjwa husika ipo kwenye kituo. Sasa haya wakati mwingine yanafanywa kwa makusudi, pengine wakishirikiana na baadhi ya watu, pengine wadau walioleta hizo dawa ambazo wao wanataka kwenda kuzitoa. Lakini kuthibitishie Mheshimiwa Spika, zaidi ya 70% ya dawa tunazo MSD na hatuna changamoto ya dawa. Na hili Mheshimiwa Spika, nimefanya vikao vya kutosha na MSD, tumekwisha kubaliana na tumekwisha weka red line kwa mganga mfawidhi wa wilaya na mikoa pamoja na vituo vya afya. Wale ambao watakwenda kinyume na makubaliano tuliyokubaliana tutamweka pembeni. Hakutakuwa na mjadala kwenye eneo hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, eneo hili tunalifanyia kazi kwa ufasaha kabisa. Lakini hili tunaamini itakwenda kupunguza overprescription, matumizi yasiyo sahihi ya brand, ghost dispensing na mianya ya dawa kuingia kwenye mnyororo usio rasmi. Kuhusu MSD, Mheshimiwa Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2026, deni la MSD kwa upande wa utunzaji na usambazaji wa bidhaa za miradi msonge limefikia shilingi bilioni 220.6. Serikali kupitia Wizara ya Afya na Wizara ya Fedha inaandaa mpango maalum wa kulipa deni hili. Vituo vya kutolea huduma vimeelekezwa kuingia makubaliano na MSD ya kulipa madeni yao ikiwemo kupitia mifumo ya NHIF. Mheshimiwa Spika, kuhusu wafamasia, serikali inatambua kuhusu mfamasia si mtunza store pekee. Mfamasia ni mtaalamu wa matumizi sahihi ya dawa, ufuatiliaji wa stock, ushauri wa kitaalamu na udhibiti wa rasilimali kubwa ya afya. Kutokana na maelekezo niliyoyatoa siku nilipofanya kikao MSD tarehe 28 mwezi Machi 2026, wizara imeshaanza kupitia miongozo ili wafamasia wote wawe ni sehemu ya management katika hospitali na vituo, na pendekezo la kuifanya famasia kuwa kurugenzi kamili liko kwenye ngazi ya maamuzi sasa hivi tunapozungumza. Mheshimiwa Spika, serikali imepokea kwa uzito hoja ya kuimarisha uzalishaji wa ndani wa dawa, vifaa tiba na bidhaa za afya nchini. Wizara itaendelea kuvutia uwekezaji, kuimarisha viwanda vilivyopo na kuhakikisha maamuzi ya serikali yanazingatia ubora, yanazingatia usalama na thamani halisi ya fedha. Tumepokea maono na ushahidi uliotolewa na Mheshimiwa Shabibi. Mheshimiwa Spika, naomba nikuthibitishie, tumekwisha fanya vikao na wenzangu. Tunajua kwamba mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa serikali inatamani kufanya, lakini wapo watu wasiolitakia mema taifa hili. Wamekuwa wao ndio kikwazo kikubwa cha kutotekelezwa uzalishaji wa dawa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, watu hawa hawalitakii mema taifa hili. Na mimi nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Spika, tumekubaliana na wenzangu wa MSD kwa sababu orodha wanayo, tutawafuatilia. Mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa si maamuzi ya Mchengerwa. Mchakato wa ujenzi wa viwanda vya dawa si maamuzi ya Wizara ya Afya. Mchakato wa ujenzi wa Wizara ya Afya ni maamuzi ya mamlaka. Yeyote atakayejaribu kukwamisha mchakato huu tunashughulika naye, wala tutamwacha. Hii nalisema wazi kabisa, nimekwisha sema mara kadhaa, hatutarudi nyuma hata kidogo. Haiwezekani kwa taifa hili lenye miaka zaidi ya 60
bado tuko chini ya 16% ya uzalishaji wa dawa, huku tukitambua changamoto tuliyoipata. Mheshimiwa Spika, wakati wa COVID-19 tulipata changamoto nyingi, lakini tunayo majanga chungu mzima ambayo yanaendelea katika dunia hii. Ni lazima tuzalishe dawa sisi wenyewe kama taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba nimthibitishie Mheshimiwa Shabibi, niko imara kweli kweli kwenye hili, na wala asiwe na wasiwasi. Ndani ya serikali tumejipanga vizuri, na nilipoingia katika wizara hii, jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa Rais alinikabidhi ni kuhusu uzalishaji wa dawa, na niliunda timu ambayo ilihusisha wizara mbalimbali. Kwa maombi yangu kwa mamlaka mwenyewe Mheshimiwa Rais, lakini kwa maombi yangu kwa Waziri Mkuu, tunao wataalamu kutoka Wizara ya Viwanda, tunao wataalamu kutoka TRA, wapo tunao kwenye kamati hii. Na Mheshimiwa Spika, naomba nikuthibitishie hivi, nimesimama ndani ya miezi mitatu ya kutangaza mchakato wa kuanza kuzalisha dawa sisi wenyewe. Juzi nimezindua habu ya Mloganzila ya uzalishaji wa dawa, na tayari tumekwisha wakabidhi wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, na tumekwisha saini hati ya makubaliano na kampuni kubwa duniani kutoka Ujerumani ya Sartorius, ambayo kwa mara ya kwanza taifa letu tutakwenda kuzalisha chanjo sisi wenyewe kama taifa. Na kwenye hili hatutarudi nyuma. Mheshimiwa Spika, kuhusu swala la mwongozo wa bei elekezi ya matibabu, wizara inaendelea na zoezi la ukokotoaji wa gharama za huduma za afya kwa kuzingatia kitita cha taifa cha huduma muhimu za afya. Katika kazi hii, wizara inashirikiana na mshauri elekezi kutoka Shirika la Afya Duniani, na kazi hiyo inatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Matokeo yake yatasaidia kuweka bei elekezi zenye ushahidi, zinazolinda mwananchi na kuwezesha huduma kuwa endelevu. Katika tehama, Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote haiwezi kufanikiwa bila mfumo wa kidijitali unaosomana, bila mfumo imara. Ongezeko hilo linaweza kuleta madai yasiyothibitishwa, udanganyifu, ucheleweshaji wa malipo na shinikizo la mfuko. Serikali imesimika afya EHMS katika hospitali za rufaa na mikoa, kanda maalum na taifa, na Got Homies katika ngazi ya msingi. Wizara pia imeanzisha Health Data Universal kwa mara ya kwanza kabisa. Tunakwenda kuanzisha kanzi data ya afya nchini kwa mara ya kwanza kabisa, ili kuwezesha mifumo mbalimbali kusomana, kupokea na kutuma taarifa, kutoa rufaa kidijitali na kujenga misingi ya kanzi data ya kitaifa ya afya. Tunataka dai la bima lizaliwe kutoka huduma halisi iliyothibitishwa. Kumekuwepo na udanganyifu mkubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Spika, labda niseme kuna wakati wenzetu wa bima wamekuwa wakipokea kila mwaka madai kutoka kwa mdau wetu wa afya mmoja ambaye aliwekeza milioni 300 pekee, lakini watu wa bima ya afya kutoka sehemu fulani walikuwa wakimlipa huyo mwekezaji aliyewekeza kwenye kituo cha afya ujenzi na vifaa kwa thamani ya milioni 300. Kila mwaka alikuwa akilipwa bilioni 2 kila mwaka. Sasa hili halikubaliki kwa sababu na tunatambua kwamba mchakato huu unahusisha mpaka watu wetu ndani ya wizara, wataalamu huko kwenye mifumo, na ndio maana tumeamua kuja na mfumo a robust system ambao hautachezewa na hakutakuwa na Mtanzania mwenye uwezo wa kuchezea. Tutakwenda kuokoa fedha, tutakwenda kusababisha NHIF iweze kuwa imara na iweze kudumu miaka na miaka. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tunataka dai la bima lizaliwe kutoka huduma halisi iliyothibitishwa, dai lizaliwe kutoka prescription halali, rufaa izaliwe kutoka uamuzi wa kitabibu, na malipo yawe audit trail, miundombinu, vipimo na rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge wamewasilisha hoja muhimu kuhusu miundombinu na watumishi. Serikali inaendelea kuimarisha huduma za misingi, hospitali ya wilaya, hospitali za rufaa na mikoa, hospitali za kanda na hospitali za taifa, ili kupunguza msongamano wa wagonjwa kutoka Muhimbili na kuongeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, serikali imepokea ushauri kutoka kwa wabunge mbalimbali ambao wamechangia kuhusu eneo hili. Mheshimiwa Spika, tutazingatia ushauri, tutazingatia maono yao waheshimiwa wabunge na yale ambayo wametamani tuyafanye katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wa kanda ya Ziwa, hasa kule mkoa wa Mara, tumewasikia. Mheshimiwa Mwaitara, tumekusikia.
Mheshimiwa Gati na Dr. Mahela, tumekusikia. Ni lazima tuiboreshe hospitali hii ya baba wa taifa. Hakuna mjadala kwenye hili. Lazima twende kwenye hospitali zote zilizopo mipakani tukaziboreshe ziwe imara, kwa sababu itakwenda kuongeza utalii tiba, lakini itakwenda kuimarisha utolewaji wa huduma za afya katika maeneo yetu. Na kule Rukwa, Mheshimiwa Aishi Hilali, nimekusikia na nimekusha toa maelekezo. Ndani ya mwaka huu tutahakikisha huduma za dialysis zinafanyika katika mkoa wa Rukwa. Pamoja na Mheshimiwa Mzindakaya, maono yako na ushauri ambao umeutoa kwa bunge hili na serikali tumeusikia na tutakwenda kuufanyia kazi. Mheshimiwa Spika, ninatambua kwamba mambo ni mengi na bado waheshimiwa wabunge wengi wamezungumza mambo mazuri, ikiwa ni pamoja Mheshimiwa Eric Shigongo kuhusu vita ya homa ya ini. Tumelipokea hili, lakini kwa sababu ya muda tutakuletea Mheshimiwa Spika, tutatoa maelezo kwa maandishi kutokana na muda. Lakini pia tunatambua kwamba Mheshimiwa Kororo kule Mtwara kuhusu ujenzi wa kituo cha afya, tumelipokea hilo. Lakini pia na waheshimiwa wabunge wote ambao wamezungumza kwa niaba ya watumishi, kwa niaba ya wananchi katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, ninaomba nimalizie. Watanzania wanahitaji huduma bora za afya, na kwenye hili hatuwezi kucompromise hata kidogo. Na mimi nimekushawaeleza wenzangu, wakati huu ni lazima tufanye kazi kama mchwa. Sisi tuliopata bahati ya kusimama na kuteuliwa kwenye vyeo mbalimbali, tunao Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye uwezo mkubwa. Sisi tuliopata bahati ni lazima tufanye kazi kwa bidii. Hakuna mjadala kwenye hili, hakuna mjadala hata kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nikiri na kwamba hoja zote ambayo zimetolewa zina umuhimu, na kwa niaba ya Wizara ya Afya nawashukuru tena waheshimiwa wabunge kwa maoni, kwa ushauri wao na hoja zao. Naomba bunge lako tukufu liendelee kuiunga mkono Wizara ya Afya katika utekelezaji wa bajeti hii, kwa sababu tunachokifanya si kazi ya mwaka mmoja, ni kuweka misingi ya historia mpya ya afya nchini. Historia hii itakumbukwa kama kizazi kilichoamua kwamba afya ya Mtanzania isiwe bahati, afya ya Mtanzania isiwe hisani, isiwe uwezo wa mfukoni pekee, bali ni haki inayolindwa na mfumo imara wenye utu, teknolojia, nidhamu na uwajibikaji. Asante sana Mheshimiwa Spika, na kushukuru sana kwa nafasi hii. Naomba kutoa hoja Mheshimiwa Spika.